Tuambie sasa hali ya kikosi cha Simba Sports Club, namna ambavyo kinaendelea vipi tayari kishaingia kambini, kwa sababu kuna michezo ya kimataifa ambayo inafuata hapo. Pengine hali ya kikosi, wachezaji gani ambao mnaweza mkawa mnawakosa, mnawamiss kwa maana majeraha au matatizo ya kifamilia ambavyo kama mmekuta hivyo Kibu? Baada ya mchezo wetu na JKT Tanzania kumpelekea moto JKT Tanzania pale nyumbani kwao Meja Samuyo na kuondoka na alama 3, tukawapa wachezaji wetu mapumziko kidogo. Siku ya Jumapili wakapumzika, wakarelax, kupumzisha mwili na akili, kazi kubwa ya kucheza na Wajeda wale. Jumatatu tena wakaendelea kupumzika, kula raha za jiji, na jana leo Jumanne wamerejea rasmi katika uwanja wa mazoezi pale Mo Simba Arena kwa ajili ya kuanza programu ya mazoezi na maandalizi kuelekea mechi yetu ya Ligi ya Mabingwa Afrika ambayo itapigwa mwishoni mwa mwezi huu wa 11. Wachezaji wote ambao hawapo kwenye majukumu ya timu ya taifa wote wameshawasili katika uwanja wa mazoezi, na wale wachache takriban 6-7 hivi ambao wana majukumu ya timu ya taifa wenyewe wameshaondoka kwenda kwenye majukumu yao, na hawa wengine wameamkia katika uwanja wa Mo Simba Arena kwa ajili ya kuanza mipango sasa ya kuelekea kwenye mechi yetu dhidi ya Petro Atletico ya Angola. Ndio. Tumeshazoea mara kadhaa katika michuano hii ya kimataifa Ligi ya Mabingwa inapoelekea Simba mnatangaza uzi mpya kuelekea kwenye michuano hiyo. Kwa msimu huu vipi? Tutarajie kuona jezi za kimataifa tena mkizitoa, ama utaratibu ukoje mpaka sasa? Jezi za kimataifa punde zitazinduliwa. Hivi sasa tumeshaanza mchakato. Kwa wale wote ambao wana mpango wa kununua kwa bei ya jumla na kuuza kwa rejareja, basi wanaweza wakaweka oda kwa ajili ya kununua jezi zao kwa bei ya jumla. Hata wewe kwenye duka lako lile la Chumvi ya Mawe shop unaweza ukachukua jezi zako na ukawauzia wana Simba. Kwa wale wote ambao wanataka kununua jezi wafuate mchakato huo. Namba za simu zipo kwenye ukurasa wetu wa mitandao ya Simba Sports, na jezi zenyewe zitazinduliwa hivi punde mara baada ya watu kuwa wameshaweka oda za kutosha, kila mtu akalipia fedha yake, jezi itazinduliwa. Nachoweza kuwahakikishia wana Simba, jezi ambayo itakwenda kuzinduliwa ya kimataifa ya Simba Sports Club ni jezi ya kiwango cha hali ya juu mno. Ni jezi ambayo sisi wana Simba hatujawahi kuiona katika maisha yetu. Ni jezi ambayo imetamalaki ubora wa hali ya juu sana. Ni jezi yenye hadhi yenyewe ya kimataifa. Ukiangalia hii itakuwa ni jezi ya 3 Simba kuitoa. Tumekuwa na jezi ya pre-season ambayo wachezaji wetu walivaa wakati tupo kwenye maandalizi ya msimu pale Messi, ikawa gumzo sana, yani ikaleta vita, tunataka hiyo, wakiamini ya kwamba hiyo ndio jezi bora kuliko zote. Lakini J-Root akafanya unyama wa kutisha, jezi ya ligi akaleta kufuru ya hatari vibaya mno, mpaka leo wana Simba tunavaa tunang'aa vibaya mno mitaani. Kila mtu akasema hii ndio jezi sasa itafika kwenye viwango hivyo, manake kasha set standard ya juu. Unajua ukipata A labda ya 99 watu wanatarajia upate 100, sio 84. Sasa hii ya kimataifa, chukua ile ya pre-season, chukua na hii ya ligi, jumlisha, jumlisha, zidisha, ndo unakuja kupata jezi ya kimataifa. Hapa tunazungumzia ubora wa jezi yenyewe kwa maana ya quality. Hapa tunazungumzia ubora wa kitambaa grade A. Sisi J-Root anatuvalisha grade A. Anayovaa Manchester City kitambaa chake ndicho tunavaa Simba Sports Club. Wanachovaa Bayern Munich
ndio tunavaa Simba Sports Club. Wanachovaa Arsenal ndicho tunavaa Simba Sports Club. Grade A ya material ndio tunavaa sisi. Ndio inakwenda kuonekana hapo kwenye jezi ya kimataifa. Lakini tatu, mchoro wake, namna ambavyo maua, mchoro, jinsi ambavyo imetengenezwa. Kama unaanza kutoa siri mapema. Una michoro? Asa chukua jezi ya pre-season, chukua na jezi ya ligi kuu, zidisha, ndo nakuja kupata jezi ya kimataifa. Kwa hiyo punde itazinduliwa kwa sababu mechi ni mwishoni mwa mwezi huu. Kwa jezi inabidi izinduliwe mapema hapo, watu wanunue, ili siku ya mchezo kila mwana Simba aje akiwa amevaa jezi mpya, jezi ya kimataifa, na itakuwa ni jezi ya standard ya hali ya juu sana, jezi ambayo mimi naweza nikakuvuta wewe Isaya Dede, nikakuvuta kwa mfano umekaa Mwenge, nikakuvuta mpaka nikafika Posta bila jezi kutatoka wala kuachia hata moja. Nakwambia standard hiyo ndio ambayo jezi inakwenda kuvaa kwenye mechi zetu za kimataifa. Jezi ambayo haipauki. Unajua sisi tumeanza kuvaa jezi tangu mwezi wa 8. Huu ni mwezi wa 11. Lakini kila ukikutana na mwana Simba kavaa jezi ya Simba, utafikiri ndo anavaa kwa mara ya kwanza. Kama kaimenya jana. Au kama kainunua jana. Namna hata yani si wanasemaga kuna sabuni za magadi. Wanasemaga kuna maji yanapausha nguo. Kuna maji ya chumvi. Sasa hayo maji ya chumvi ukifulia jezi yetu ya Simba bado haipauki. Maji ya magadi ukifulia jezi yetu ya Simba haipauki. Unajua wale watu wa Shinyanga, Simiyu, Lamadi, Lalago kwenda mpaka Bariadi wanakunywa maji ya magadi, neno yanabadilika. Sasa yale maji ya kuunguza meno hayana uwezo wa kupausha jezi ya Simba Sports Club tunakwenda kuvaa kwenye michuano ya kimataifa. Ni jezi ya maana kweli kweli. Na tusiandikie mate. Muda si mrefu watu wataiona hiyo jezi. Mnawapelekea moto wenzenu namna hiyo. Na mimi nitoe tangazo moja. Kama huna uhakika wa kuvuka hatua ya makundi, usitengeneze jezi ya kimataifa. Yani kama hapo robo finali ile ukanyaga sasa. Yani kama huna uwezo wa kuvuka hatua ya makundi, wewe vaa tu jezi zako za ligi hizo zinakutosha. Usisumbuke kutengeneza jezi ya kimataifa. Waachie nyinyi. Watu waachie sisi ambao tuna uhakika wa kuvuka. Napenda kujitenga kama special hivi, mmebaki Benjamin bwana. Sisi ni special, sio kama special. Sisi hatufanani na yote Tanzania. Unataka niseme nyinyi ni special? Sisi ni special, sisi ni wa kipekee. Sisi kila kitu chetu ni tofauti na wengine. Basi tuno hivyo, tuko wote nchi moja hapa. Nani asibaga bongo bahati mbaya? Nani yule? Msanii fulani nani? Bongo bahati mbaya. Nani? Young D nafikiri. Young D bongo bahati mbaya. Lakini sisi ni watu wa mbali, sisi ni watu wa dunia nyingine. Ndio maana vitu vyetu tofauti na watu wengine. Hatuchangamani sisi. Bwana, mimi nataka unitoe shaka, maana yake nimeona kuna mkutano mkuu utafanyika Novemba 30. Lakini siku ya hiyo Novemba 30 nadhani kama kuna mechi na Stade Malien, kama sitakuwa sijakosea, ikawa inanichanganya kwa sababu mkutano mkuu ni jambo kubwa sana ambalo wanachama wanakuja kupata ile haki yao ya kikatiba kwa mujibu wa klabu yenu. Inakuwaje sasa hiyo? Mnaweza kujigawanya vipi katika siku hiyo, au utaahirishwa mkutano usogezwe mbele ili kupisha mechi? Mkutano mkuu ni wa kikatiba na unapangwa kwa mujibu wa katiba. Kwa hiyo tarehe 30 ndivyo katiba inavyoelekeza. Kwa hiyo huwezi kupeleka mbele zaidi na huwezi kwa sababu unakuwa umekiuka katiba. Na mechi ni jambo la ratiba ambayo inapangwa na wakubwa wetu CAF. Kwa hiyo na yenyewe vile vile huwezi kuitingisha. Nini cha kufanya? Vitu vyote hivyo ni muhimu. Na hii Simba ni taasisi. Taasisi huwa ina uwezo wa kufanya vitu vingi kwa wakati moja na vyote vikaenda sawa. Kwa hiyo siku hiyo ya tarehe 30 ya mwezi huu wa 11 kutakuwa na mkutano mkuu ambao utafanyika bila mashaka ya aina yoyote, na baadaye kutakuwa kuna mechi ya hatua makundi ya ligi ya mabingwa Afrika dhidi ya Stade Malien. Kwa hiyo katika taasisi yetu ya Simba
wapo watu ambao watasafiri kwenda Mali kwenda kusimamia na kuongoza hii mechi, mambo yaende vizuri, na kuna watu ndani ya Simba watabaki kwa ajili ya kusimamia na kuongoza mkutano, mambo yaende vizuri. Kwa upande wa wanachama ambao ndio washiriki wakuu katika mkutano huo, mkutano utaanza asubuhi mpaka majira ya saa 6 saa 7 pale tunakuwa tumeshamaliza mkutano, tunaondoka kwenda nyumbani kwenda kuangalia timu yetu ikicheza mechi ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Kwa hiyo hakuna kitakachokuwa kimeharibika, kila kitu kitakwenda vizuri. Mimi rai yangu nikizungumza kwa niaba ya mwenyekiti wa klabu ya Simba Murtaza Mangungu, nichukue nafasi hii kuwaalika wanachama wa Simba Sports Club kwenye mkutano wetu, waje tujadili mambo muhimu yanayohusu klabu yetu pendwa ya Simba Sports Club. Watu huwa wanazungumza huku, huyu kazungumza kule, kazungumza pale, kazungumza kule, lakini chombo rasmi cha kimaamuzi, chombo rasmi cha kuzungumza, kujadili, kupanga na kuratibu mipango ya Simba Sports Club ni mkutano mkuu. Kwa hapa wana Simba tunakutana kwenye chombo chetu rasmi kwenda kujadili maendeleo na mipango ya timu yetu. Kwa hiyo mwana Simba yoyote mwanachama ahakikishe hakosi mkutano huu ambao ni haki yake kikatiba kushiriki katika mkutano huu. Lakini kama haitoshi, anakuja kutoa maoni, mapendekezo, madukuduku, mwenye swali na mwenye kutaka kufahamu maendeleo ya timu yake anayapata kupitia mkutano mkuu wa klabu yetu. Kwa hiyo wale wote ambao wana dhamira ya kuhudhuria mkutano huu walipie kadi zao ili wapate ithibati ya kushiriki mkutano huu. Bwana, juzi nimekutazama pale Meja Isamuyo kati bwana chini ya hii timu yanayosema ya meneja mkuu Pantev, hujakaa chini dakika zote 90. Nataka unipe siri kwa nini hakukaa, lakini pia ni kama kocha huyu bwana, watu wameonekana kuwachanganya sana watu wengi. Kikosi kinatajwa Jean Charles Ahoua yuko nje, Eli Mpanzu Kibisawala yuko nje, unamwona Morris Abraham yuko nje, Jonathan Soa yuko nje, Selemani Mwalimu. Kasema hii Simba mbona kama ina miaka ya mbele hivi? Zile ni mbinu za kivita. Kwanza lazima utambue kitu kimoja. Hivi sasa Simba tuna kikosi kipana sana. Yaani kama umeshawahi kusikia kikosi kipana, basi ile kipana yenyewe ndio sisi Simba Sports Club. Tuna timu 3 ndani ya kikosi chetu, na chochote kitakachoanza hapo kina uwezo wa kufanya maajabu makubwa. Kwa mwalimu tu mwenyewe anaangalia mechi hii nianze na nani ama ni mpumzishe. Kwa mechi ile alianza na wale ambao wameanza nao na wakafanya vizuri kwa uwezo wao, baadaye akaja akabadilisha akaingiza wengine na wenyewe wakafanya vizuri kwa upande wao, na hatimaye tukafanikiwa kupata ushindi wa mabao 2-1. Inachanganya wapinzani. Simba hii ambayo inaanza kikosi Ahoua yuko nje, unajiuliza aliyechukua nafasi ya Ahoua atakuwa ni mtu gani huyo? Simba inaanza Josh nani Mpanzu Volcano yuko nje, unajiuliza nani huyu ameziba nafasi ya Volcano? Simba inaanza Morris Abraham yuko nje, unapata mashaka. Kwa hiyo ndio ikupe taswira ya kwamba Simba msimu huu tuna kikosi cha mauaji kweli kweli. Lakini hawa ambao wewe unaona wanafanya maajabu hivi sasa, nikwambie tu ya kwamba bado kuna wachezaji wengine hatujaanza kuwatumia na wenyewe ni moto kweli kweli. Muda wao ukifika, wakipata nafasi huko tunakoelekea. Kama nani hao? Bajaber bado hajatumika. Semfuko Charles bado hajatumika. Bedastus bado hajatumika. Kaka hatari. Nashinda huku mnapata furaha. Kuna wengine manake tunawaambia bwana sasa hivi wanashinda lakini hawapati furaha. Kwanza katika ligi ya Tanzania Simba ndio timu pekee ambayo hatuchechemei. Wengine wote wanachechemea. Kwa Simba Sports Club sisi mwendo wetu umenyooka. Ni dozi
dozi. Na Simba ndo timu pekee ambayo tumeshinda michezo yote mitatu ya mwanzo. Wengine wote huyu mara ameshinda, mara sare, mara kafungwa. Yaani ile unajua ile mwendo kama mlevi, mara kanyuka, mara kajikwaa, mara kakaa, mara kalala, ndo anakwenda hivyo. Lakini kwa Simba Sports Club mwendo wetu umenyoka namna hii. Tunakwenda, tunapasua watu, tunachukua alama 3, tunaondoka namna hiyo. Inatoa ishara gani hiyo? Ni ishara ya kwamba msimu huu tuko vizuri sana. Lakini haitufanyi turinge, tunaringa lakini haturingi sana. Tunaringa kwa machale. Kwa sababu ndio kwanza tumecheza mechi 3, bado mechi 27, bado kuna wapinzani wengi wagumu wako mbele yetu. Kwa hiyo tuna viziana, lakini yote kwa yote inatupa sisi matumaini makubwa ya kwamba msimu huu tuna timu bora sana, msimu huu tuna kikosi kizuri sana. Na ukiona timu yoyote inaongoza ligi Tanzania hii, basi jua Simba na kiporo. Simba na kiporo. Ndio maana sasa hivi wapo juu. Ndio maana unaona mti yuko juu. Lakini tukitai kila mtu akacheza mechi 4 ama kila mtu akacheza mechi 3, Simba anakuwa yuko on top pale. Neno la kumwambia Babu Saka? Kafanyaje? Kafanyaje? Chochote tu cha kumwambia, ushauri. Unajua mimi waga sishauri watu. Sababu sijui anahitaji nini kwenye maisha yake. Ila mimi kitu ambacho huwa nakifanya ni kuombea watu mabaya. Mimi ushauri sikupi. Sababu sijui, yani mimi maisha yako wewe sijui umekuja kufanya kitu gani mjini hapa alafu nikushauri.